unacheka naye ndio adui yako. Are you serious? Una uhakika na kitu ambacho nakiongea? Twizy, mimi ni daktari, hivyo nina uhakika na hiki ninachokuelekeza. Unaweza kanielekeza ilikuwa kuwaje mpaka zikaandikwa taarifa kwamba mamangu alikufa na mshtuko? Ni kitu gani hasa ambacho kipo hapa katikati? Sawa, ilikuwa hivi Twizy. Katika vipimo vilionyesha ini lake kuwa lina sumu. It means kuna chakula au kinywaji ambacho alikitumia kikiwa na sumu. Nililazimika kufanya hivyo kwa sababu walikuja na kunitishia familia yangu. Hivyo endapo ningewapinga, kuna chochote kile kibaya ambacho kingeikuta familia yangu. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako. Na ndio maana nilifanya yote hayo. Unaweza kuniambia hao watu walikuja kukukoma ndio waandike kama mamangu alikufa kwa mshtuko ni akina nani hasa? Tafadhali naomba uniweke wazi dokta. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Unacheka naye ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Baada ya kuzifuatilia taarifa za kifo cha mama yangu kwa kina, hatimaye nimebaini ukweli. Mama yangu aliuawa kwa sumu, na wala sio pressure kama jinsi taarifa zilivyotolewa na madaktari. Na hili swala nimelifuatilia kwa kina sana, na ushahidi ninao. Umetoa wapi hizi taarifa? Dunia haina siri, na kitu chochote kinachofanyika katika giza, basi ipo siku, saa na dakika lazima kitaweza kufahamika. Tena baada ya kulifuatilia kiundani, inavyoonyesha watu wanaodili na hili swala ni watu ambao wako karibu sana na familia yetu. Na mimi mjomba, ni kuhakikishie nitakula nao sahani moja nikishirikiana na wewe. Lazima tuhakikishe tunawadondosha chini. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Ubaya ndio hatuwezi kuwafahamu kwa macho yetu. Mbaya hatoki mbali, ndio unayekula naye, ndio unayecheka naye. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Baba, 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 baba. Mama, umenishtua. Unafanya nini hapo? Na kwa nini nimekuwa nakuona mara kwa mara kwenye hilo geti asubuhi? Yaani vitu vyako unavyofanya sasa hivi vinanichosha. Unajua unanichanganya. Yaani nimekuwa sikuelewi, sijui umekuaje mwanangu. Kwa nini kila siku asubuhi unakuja hapa getini? Unafanya nini getini? Mama, huwezi kunielewa, lakini hapa naweka usalama wa baba. Usalama wa baba? Usalama gani? Yaani ndio amekuwa maneno yako kila siku kama wimbo wa taifa.
baba kumsaidia baba. Hivi unajua sikuelewi, unanichanganya Amanda. Baba yako yuko ndani. Usalama gani unausomea wewe? Si ungeenda kukaa naye ndani. Na unajua hayuko sawa, unakuja kushinda getini hapo na jua kali lote hili. Unatafuta nini yani? Basi mama nisamee. Maana nishaika hapa usalama wa baba vizuri. Na atakuwa sawa tu. Wewe Amanda wewe. Asubuhi kuchanganyana sitaki. Ndio maana kila siku unagombana na Adela hapa. Hem, twende ndani. Baba. Baba. Kupenda sawa. Mekabwela. Usinilipe maumivu. Hey mashabiki zangu, mnawapenda sana, nimewamiss jamani. Mnitumia hata zawadi. Ndiyo. Ben, mimi natoka sasa hivi. Na pause dakika chache nitarejea. Aya mwenzangu, unaenda wapi? Mimi nadhani kila kitu nakifahamu Teddy. Naenda kufuatilia mishe za kazi huko mtaani. Naomba pesa hapa. Pesa ni tena. Unajua fika hapa tunatakiwa kula. Nilikuambia, hela yote nitakaitoa, lazima nao utatoa nusu. Sio, unanielewa? Ni sawa, lakini Teddy sinafahamu kabisa kwa mimi sina kazi. Asa pesa mimi naitolea wapi? Nimekwambia acha nikapambane. Kama kuna uwezekano wote kwa kutuma pesa sehemu, kaazime sehemu. Mimi nikirudi nitakupatia hiyo pesa. Yaani mimi nikaazime pesa sehemu. Unashindwa nini kutoa miguu yako hapo uende kaazime? Teddy, tafadhali naomba unielewe. Mimi sina pesa hapa nilipo. Asa nitoe kitu gani kama pesa sina? Si jambo la kunielewa tu hilo. Alafu sijisaulishe Remi. Hili swala mimi na wewe tumeshakaa chini tukalizungumza. Ninavyokuambia hapa sio kwamba nimekurupuka. Unalitambua kichwani vizuri tu. Na kama uweze kufanya hivyo, mimi sioni faida yoyote ya kuishi humo ndani. Ni sawa. Acha basi nikatafute nafasi ya kazi baadaye. Remi, mimi nahisi unijui vizuri wewe. Honey sweet, wenzi ukitazama. Karibu maji. Kufa mazima. When you're my chocolate, utamu wangu wa pake, uniangalia mazima. Naomba Mungu kumbukumbu zirudi, ndo nilishokuwa nasubiri kipenzi. Pole sana baba Amanda kwa hali unayopitia sasa hivi. Najua ni ngumu sana kuamini au kulipokea hili swala, lakini huwezi kubadilisha kitu. Ndio ishatokea na yote ni mipango ya Mungu. Sasa wewe ukiendelea kukaa na stress, mawazo mengi, inakuwa sio vizuri. Nakumbuka sisi sote tunaumia kuhusu hili swala. Kwa hiyo sijioni kama uko peke yako. Asante sana Mama Amanda. Unaonyesha kujali. Nakupenda baba watoto, tumekumiss baba watoto. Amka basi tuendeleze penzi letu. Kiukweli napitia situation ngumu sana.
kuna wakati nashindwa kufanya kazi ofisini vizuri kutokana na hii changamoto. Ndipo kwenye wakati mgumu sana. Pole, ndio maana nakwambia yote ni mipango ya Mungu tu hizi. Huwezi kubadilisha kitu chochote. Kilichotokea ni kimetokea na sio kwa bahati mbaya. Kilichobaki ni sisi kumwombea kwa Mungu. Sio kusononeka na vitu vyako binafsi na mambo ya ofisini inabidi vitofautishe kabisa. Kwa sababu unavyosema unashindwa paka kufanya kazi sio vizuri. Kumbuka na majukumu mengi sana ya kusimamia. Ukisema wewe na mawazo kiasi kwamba ushindwe kufanya kazi, kuna vitu vingine havitaenda sawa. Kwa hiyo inabidi ukubaliane na hii hali baba. Wewe ni mtoto wa kiume. Inabidi ujikaze. Hatuwezi kubadilisha kitu. Pia nikashaondoka. Hata tulie vipi tugalegale, hawezi kurudi tena. Kwa hiyo sio vizuri ukiwa katika hali kama hiyo. Haipendezi kabisa. Sawa. Nitajitahidi kuwa sawa. Asante. Winanda. Winanda. Sasa dada, hii dawa nayokupatia, endapo ukifuata masharti vizuri, itakusaidia. Kama utakosea masharti, huwezi kufanikiwa. Kamata dawa hii. Kamata, usiogope. Acha kuogopa wewe. Mimi ndo mganga Kobilo. Mimi ndo mganga Kobilo. Sawa mganga, nimekuelewa. Sawa. Mimi ndo mganga Kobilo. Sijawahi kushindwa chochote kile. Umenielewa? Winanda. Ilifikiri itakuwa hiji, si ndio? Masai kidai hela yake, kila siku itakuwa inakuja kuchukua hela yake. Yaani na nitapeli mimi afu najua kwamba eti itaishia kule kule. Mambo mengine atakuwa afate. Si ndio? Lakini Masai, haya mambo tungemaliza mtaani, lakini sio kwenye kazi zangu huku. Mteja? Una mteja? Kumbe ndo maana ulinifananisha na mimi mteja, ukaniona nimelewa, ukanichukulia mteja nishakula unga sangu, unanichukulia hela sangu. Mimi sio mteja kama nafikiria wewe. Kumbe nilikuchukulia mteja. Wayo, leo utakuja kukupukutisha kila kitu. Nachukua kila kitu kwenye maeneo yako. Umeelewa? Usifanye hivyo Masai. Naomba tuelewane tu. Na ikiwezekana twende nyumbani tukaongee tu ya malizi. Saizi niache kwanza nina mteja au nimfanyie kazi mteja. Yaani kaongelesha nyumbani kwako, inichukue tu kama mtoto mdogo, inaniamulisha wewe. Yaani unaamua tu eti twende nyumbani kamusungumuse. Nachukulia kama mtoto mdogo. Aya. Najamulia eti mbona nakuja kwako hapa na kukuona? Nakuuliza, mbona nakuja kwako hapa na kukuona? Na wewe nyanamuke. Ndio nakuja huku nakuja kukuongopea, nataka eti uchukue dawa, nakupa dawa ya mwanamume. Ya kutafuta nyanamume. Mbona sielewi? Nitakuelewesha, atakuja kuelewa. Kama ilikuwa nataka nyanamume, naipata. Tasungumusa na wewe atakuja kuenjoy. Sawa? Lakini wewe nataka nikuonyeshe. Leo nimekuja kukupukutisa. Nakuja kukuonyesha. Hii tabia mbaya na leta kila mteja najifanya wewe ndo enyewe gwiji. Tulia huko. Usiniangalie. Unaniangalia? Usinitumbulia jicho. Takuja kukuonyesha. Takung'ata idole yako. Alafu nyote usema ndio ile. Ndio mambo ya kijinga. Ukisikia Masai na ngida hakuna kitu hiyo wala jikla hii nachukua. Kesho ikija ikikuta hela nachukua. Yeshi na nichukulia hela yangu wewe. Alafu anachukua hapa na kuja naifichia huku. Inaficha kwenye mangolodi yako, tapasua. Naielewa, tapasua. Masai, hiyo pesa ya mizimu ndio imeweka hapo, hiyo pesa sio ya kwangu. Misimu unanieleza misimu. Akati Masai yenyewe ina misimu. Ikija kupandisha moli hapa sitasema misimu. Wewe naongopea kichwa chako. Hii ndo sinaongopea, najifanya naongopea muda hapa nakaa najua napandisha. Kumbe hii inaniektia mimi. Nanichukulia langu. Umwera kosi kuwepo.
Kumbe ongo takumpiga kofi. Na nificha kwenye chungu. Umeona sura hii? Naiona, angalia vizuri. Iangalia sawa na angalia kwa uoga. Angalia. Umeona Itakuja kila siku nakuja kuchukua hela. Naiongopea mtu naiweka hela hapa nakuja kuchukua kila siku. Unaielewa? Sileta habari yako hapa. Wewe unakuja kusinya. Masai. Itaita jina kila mara. Pesa mzimu hiyo. Itaita sana. Winanda. Ngoja nikupatie dawa. Hebu nipishi hapa. Acha utapeli. Mganga gani wewe? Na kama mganga kweli, mbona Masai kaja kukuumbua hapa? Ni dawa gani utakayoweza kunipa mimi kama sio tapeli mkubwa wewe? Wewe ni tapeli na nimeshakushtukia, na kwa taarifa yako unipati na habari zako zote naenda kutangaza mtaa mzima. Tapeli mkubwa wewe. Unaonekana mjanja, kumbe tapeli, si ndio? Ni tapeli, nimeshakushtukia na umenikosa. Dada, unakanyaga mizimu? Unapiga mizimu eh? Winanda. Hivi Masai ana shida gani lakini Masai? Mbona aniandama sana? Haya, anakuja kuniharibia kwenye ugali sasa huko. Mtapata wateja kweli? Imani yangu ipo pale pale. Wewe ni wangu, nikunae mapele. Na kusubiri unipe penzi kede kede. Usiwe shubibiri, unimwage kama mchele. Baba watoto wangu, changamoto zangu, kukumisi kipenzi changu, nilikuzoea. Familia yako tumekukumbuka, usiku hatulali tu wewe. Mama, mbona una furaha sana? Kwani kuna nini? We acha tu mtoto wangu. Yaani leo nina furaha haijawahi kutokea. Hivi unajua tangia tulivyofika hapa, leo ndo siku ya kwanza babako kuongea na mimi taratibu. Yaani tumeongea vizuri, tumeelewana. Hivi unajua tumeelewana vizuri? Kasemaje baba? Usijali. Ondoa shaka kuhusu mimi. Ingawa hali inaniumiza lakini itakuwa sawa. Wewe muangalie tu mtoto, usijali kuhusu mimi. Kaniita mama Amanda. Hivyo unajua nimemwambia baba Amanda, kunywa maji upunguze mawazo. Amepokea nikakubali kabisa, nimemwita baba Amanda. Leo acha. Mama, kazi yangu hiyo. Kazi gani na wewe? Baba anaanza kukupenda saizi. Kamdomo. Tutaishi kama zamani. Kweli? Basi sawa, na mimi natamani sana tuishi kama zamani. Acha tuone, mudi ya baba itaendelea au itaisha leo. Sawa mama. Mtoto wako anauliza, baba mbona utujali? Nilijua tumemaliza kila kitu. Adela, ni nani yuko nyuma ya huu mchezo? Tayari tulikuwa tunaenda kwenye ushindi, kwa sababu yule aliyekuwa anavujisha siri hayupo tena duniani. Lakini bado mambo ni yale yale. Ni nani anayetoa siri? Kiukweli mjomba, mimi mwenyewe sielewi. Kwa sababu ukizingatia kwenye huu mpango tumebaki watu wawili, mimi na wewe. Sasa sijajua ni nani kati yetu ambaye anatuzunguka na kutoa siri hii. Mimi sielewi mpaka sasa hivi nafanyaje, maana mambo kila siku yanazidi kuharibika. Mipango yetu inaharibika kila siku. Sasa sijui ni nani msaliti kati yetu. Kama si wewe, ni nani basi? Adela, unanisaliti? Kama unisaliti, basi inabidi tufanye jambo. Kwa
kwa sababu mimi siwezi kusaliti kivuli changu hata siku moja. Tufanye jambo. Naecheka na ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Ubaya ndio hatuwezi kuwafahamu kwa macho yetu. Mbaya hatoki mbali, ndio unayekula naye, ndio unayecheka naye, siri unashare naye. Mbaya hatoki mbali, ndio unayekula naye, ndio unayecheka naye, siri unashare naye. Mbaya hatoki mbali, rafiki yako wa karibu, huyo unemwita rafiki. Mbaya kuwa makini. Mwenzenu nimeteketea, dunia naiona chungu. Kuna muda nakosa amani, mbona kama nasalitiwa. Mwenzenu nahisi kukufuru Mungu,